tukazuia na tukaondoka na alama moja. Hawezi kuwa ubora wa Dodoma Jiji kulinganisha nafasi ambazo tumezikosa, nafasi ambazo ziligonga mwamba, nafasi ambazo kipa alizicheza, lakini yote kwa yote tumeshamalizana na mechi hiyo na sasa tumerejea Dar es Salaam kwa ajili ya kuanza maandalizi ya mechi nyingine. Unaposema kwamba haikuwa ubora wa Dodoma Jiji unajaribu kumaanisha nini? Nafasi ambazo tulizitengeneza na tukazikosa. Kama tungezitumia vizuri nafasi zile, maana yake tulikuwa tunapata mabao matatu, mabao manne na hadithi ingekuwa tofauti kabisa siku ya leo. Baada ya matokeo haya mnaelekea mchezo mkubwa wa dabi ya Kariakoo. Mipango ipoje hivi sasa mmewasili hapa station? Ndio tunaondoka hivyo, tumetua hapa stesheni, tunaelekea bandarini moja kwa moja kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya kuanza maandalizi ya mchezo huu. Kupoteza amini kupata sare katika mchezo kama wa Dodoma Jiji ambao mpinzani wako ambaye unakutana naye tayari ameijengea confidence mchezo uliopita kushinda mabao matano. Kwa kweli binafsi unaelekea matokeo haya ya sare dhidi ya Dodoma Jiji yana maana kubwa sana kwetu, kwa sababu kwanza inatuondolea ile kiburi, inatuongezea umakini na inatuongezea nguvu ya kupambana katika michezo inayokuja. Pengine tungeshinda, tunge relax na tungeona kwamba tayari tumeimarika kwa kiasi kikubwa, kwa hiyo pengine tungeweza kupunguza nguvu ya maandalizi, lakini sare hii imetufanya turudi hatua moja nyuma na kuangalia wapi tuongeze nguvu zaidi, tuende tukapate matokeo katika mechi zinazokuja. Kwa hiyo kila bahati mbaya inakuwaga na bahati nzuri ndani yake. Kuna namna yoyote matokeo ya jana yameshusha morali kwenye kikosi? No. Ingekuwa ni mechi ya mwisho pengine au mechi ambayo inatunyima kabisa nafasi ya kupigania ubingwa, morali ingeweza kushuka, lakini matokeo yale bado yanatupa nafasi ya kuendelea kupambana. Kwa hiyo morali haijashuka, zaidi na zaidi ni kwamba morali imezidi kupanda kwa sababu tuna kazi kubwa ya kufanya ya kuipambania Simba yetu. Bahati mbaya tukusikia ukiunguruma jana baada ya mechi, lakini ulisema baada ya mechi utazungumza na kuweka vizuri ama kuweka sawa taarifa ya Jonathan Soa. Vipi kuelekea mchezo huo na ripoti yake umepata ipo vipi? Jonathan Soa tumemrudisha ama tulimuondoa kambini Dodoma na tukamrejesha Dar es Salaam tangu juzi, sikumbuki siku, lakini mara baada ya mchezo dhidi ya Tanzania Prison ya siku inayofuata akaondoka kambini na kurejea Dar es Salaam. Hiyo ndio taarifa ambayo ninaweza nikawathibitishia wanasimba na waandishi wa habari kwa ujumla, lakini siwezi kwenda into details kwa nini kaondolewa na kitu gani kinafuata mpaka pale klabu itakapokuwa tayari kutoa taarifa ya undani, kitu gani kimetokea na kitu gani kitatokea baada ya hicho kutokea. Sijajua, tunaweza tukamkuta bandarini, lakini mpaka hivi sasa hatujarudi naye kutoka Dodoma na sijajua kama tutakuwa naye kuelekea Zanzibar. Ni haya ya utovu wa nidhamu ambayo ndo amemweka nje. Siwezi kusema chochote kitu gani kimepelekea kumweka nje, ila ninachoweza kuwathibitishia ni kwamba ni kweli yuko nje ya kikosi tangu juzi. Nini sababu na kitu gani kinaendelea mpaka pale klabu itakapokuwa katika wakati sahihi kutoa taarifa. Kuelekea dabi ya Kariakoo, mwenyeji wa mchezo huo jana ameshinda goli 5-0 na akisema kwamba anatuma salamu kwa anayefuata. Bila shaka salamu mmezipokea semaji na mmeziona? JKT kapigwa goli 5. Kapigwa goli 5 wakasema wanatuma salamu, lakini pia wakasema huenda kile kilikuwa sio cha JKT. Sawa. Starehe moja. Karibuni Zanzibar. Salamu mmezipokea? Umepoa sana tena. Salamu mmezipokea? Karibuni Zanzibar. Siamini kama funga imeanza kuchukua asubuhi na mapema. Tumeamka usiku saa 9. Unaona, saa 11 tukaanza safari, kwa hiyo kuna ile kusinzia kwenye treni na nini na uchovu jumlisha na saumu, ndio ambayo nimepoa, sababu hii ni saumu iliyochanganyikana na Kwaresma plus usingizi. Kwa hiyo naona kidogo bado kama betri haijapata power. Sio kama ni plus hofu. No. Plus mashaka. Amwahofie nyaka.
Sisi ndio mechi zetu hizo. Hizi mechi za dabi ndio mechi zenu. Tunacheza kikubwa. Sisi ndio shughuli zetu hizo. Dabi ni mechi ambayo wanacheza kwa kuenjoy, tofauti na washamba kama Dodoma Jiji wale wanacheza mara furafa na luka ovyo. Hii dabi mnacheza mna enjoy. Kwa hiyo sisi ndio mechi zetu. Lakini semaji kuelekea mechi hiyo, watu wakiwa wananong'ona kuhusiana na Damaro, Super Sport yake na nini, wao jana wametangaza mechi hiyo ni Damaro Day kizalendo zaidi. Sawa. Uko tayari? Yaani tuko tayari? Kwa Damaro Day. Hapo natakiwa nijibu nini? Yes, mnahusika kwenye hiyo mechi pia. Sasa nyingine mwandishi anaweza kaanza swali kuna jibu analitaka. Sasa unaweza kanisaidia wewe unalo. Hilo si. La Damaro Day. Si kizalendo. Semaji hamna historia nzuri sana na uwanja wa Amani hivi karibuni. Na hata mechi ya dabi iliyopita kwa maana ya Dar es Salaam Mzizima mlipoteza dhidi ya Azam FC. Historia pengine ikaenda kujirudia pale Zanzibar, ama nyinyi hamuwazi kabisa kuhusiana na historia ya uwanja, mnaangalia tarehe 2 nitawapa historia ya Simba na Zanzibar. Kuna historia ya Simba na Zanzibar ambayo hujui tarehe 2 nitawapa. Vyovyote itakavyokuwa. Si dereva si rubani kakasirika anabonyeza honi. Kwa tarehe 2 nitawapa historia ya Simba na Zanzibar. Semaji, ulithibitisha kwamba mliandika barua ya kuuliza imekuwaje mwenyeji wa mchezo ndio ametangaza uwanja kabla ya bodi ya ligi. Labda barua hiyo imejibiwa, na kama wamejibu pengine unaweza kutusaidia majibu alikuwa. Tusubiri majibu ya bodi. Lakini ilikuwa haihusiani na nyinyi kwamba hata nikutaka tu kujua bana Ashwa. Nikutaka tu kujua utaratibu basi. Kwa bado hawajajibu. Bana Ashwa. Lakini mnaenda Zanzibar. Hatuendi Zanzibar. Si hawajajibu.